Hawa ni wachezaji 10 wanaolipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya Tanzania bara NBC Premier League. Kwa mujibu wa Gemini AI, sio maneno yangu, ni Gemini AI, kwa sababu taarifa za mishahara ya wachezaji wa Kitanzania zimekuwa ni taarifa ngumu kweli kweli kupatikana kirahisi, zimekuwa zikifanyika siri sana, lakini Gemini AI wao wanadai hawa ndio wachezaji 10 ambao wanalipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya Tanzania bara. Nataka tusikilize wote kuanzia mchezaji wa 10 mpaka yule wa kwanza, alafu utaniambia Gemini AI yuko sahihi kwa hii mishahara ambayo ameweza kuwapa wachezaji, then utaniambia hapo kwenye comment. Bana, kwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Nikukumbushe tu kabla sijaanza, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, unapitwa na mengi sana. Kule kuna makala za michezo, kuna story nyingi sana za michezo ambazo tunaziweka katika YouTube channel yetu. Sasa gusa subscribe ili kwanza kupata update story zote za kimichezo. Nafasi ya 10 yuko Clatous Chota Chama, nyota wa klabu ya Simba kwa sasa. Chama ambaye alitokea Simba Sports Club, baadaye akaenda Young Africans na baadaye akarudi akaenda Singida Black Stars na akarejea tena katika kikosi cha klabu ya Simba. Ndiye mchezaji wa 10 ambaye analipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya Tanzania bara. Mshahara wake unakadiriwa kuwa milioni 19 kwa mwezi katika kikosi cha klabu ya Simba. Nafasi ya 9 ni Maxi Mpia Nzengeli, nyota wa klabu ya Young Africans ambaye ni raia wa nchi ya Kongo. Huyu jamaa analipwa milioni 21 kwa mujibu wa Gemini AI. Huo ndo mshahara wake kwa mwezi katika kikosi cha Young Africans. Nafasi ya 8 ni Khalid Aucho, nyota wa klabu ya Singida Black Stars, analipwa milioni 22 kwa mwezi katika kikosi cha Singida Black Stars. Nafasi ya 7 ni Sadio Kanuti, nyota wa klabu ya Azam ambaye analipwa milioni 23 kwa mwezi. Nafasi ya 6 ni Prince Mpumelelo Dube ambaye analipwa milioni 25 kwa mwezi katika kikosi cha klabu ya Young Africans, Prince Mpumelelo Dube. Katika nafasi ya 5 yuko Rushin Deruk, nyota wa klabu ya Simba Sports Club kutokea Afrika ya Kusini. Huyu jamaa analipwa milioni 28 za Kitanzania katika kikosi cha klabu ya Simba, ikiwa ni mshahara wake wa mwezi. Nafasi ya 4 ni Pacome Zouzoua ambaye anatokea katika kikosi cha klabu ya Young Africans, raia wa Ivory Coast ambaye analipwa shilingi milioni 32 kwa mwezi. Kabla tujaendelea katika nafasi ya 3 na ya kwanza, nikukumbushe tena, kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, gusa neno subscribe ili kwanza kupata update stories zote za kimichezo kutoka kwetu. Nafasi ya 3 yuko Neo Maema kutoka Simba Sports Club ambaye analipwa milioni 35. Nafasi ya 2 ni Clement Mzize kutoka Yanga Sports Club. Clement Mzize analipwa milioni 42 za Kitanzania, ndio mshahara wake wa mwezi. Katika nafasi ya kwanza ni Faisal Salum Feitoto kutoka Azam FC ambaye analipwa milioni 58 kwa mwezi katika kikosi cha klabu ya Azam. Ni mchezaji ghali ambaye anatajwa pia aliwindwa na vilabu vingi sana barani Afrika, lakini Azam FC waliendelea kumshikilia wakikataa ofa kubwa sana kutoka katika klabu mbalimbali. Zilitumwa mpaka euro milioni 2, lakini bwana Faisal Salum Feitoto hakuweza kung'oka katika kikosi cha klabu ya Azam FC. Azam FC wanamlipa milioni 58 kwa mwezi bwana Faisal Salum Feitoto. Ni kwa mujibu wa Gemini AI, sio maneno yangu. Kwa mujibu wa Gemini AI imeweza kuniletea hawa top 10 ya wachezaji wanaolipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya Tanzania bara kwa mwaka 2026. Unaionaje hii takwimu ya Gemini AI? Iko sawa kweli? Unahisi kuna mchezaji gani ambaye anastahili kuingia katika hii top 10 ya wachezaji wanaolipwa pesa mingi zaidi, ama kuna mchezaji gani ambaye hafai kukaa kwenye hii listi ya wachezaji 10 wanaolipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya Tanzania bara? Ni upe mtazamo wako juu ya takwimu hii? Niambia hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Subscribe YouTube channel yetu ya Dino Television ili kwanza kupata update stories zote za kimichezo kutoka kwetu. Ulikuwa nami Dennis Denominator, tukutane tena wakati mwingine. Asante.